Kwanza niseme kwamba leo tuko hapa NIT kwenye kongamano hili la wahitimu ambao tunaita NIT Convocation, ambapo tunasherehekea wahitimu wa 12 wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Kama mnavyoona, mwaka huu mgeni wetu rasmi ametoka kwa wadau wa usafirishaji kutoka Supado, na tumeamua kufanya hivi kama serikali ilivyotuelekeza kwamba tuwe na mahusiano karibu na wadau wa sekta ambayo sisi tunawahudumia. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tumeendelea kuwa nao karibu, na kama mlivyoona tulikuwa na mawasilisho mbalimbali ya paper presentation. Mmoja aliyewasilisha pia ni mdau ambaye tumeingia naye MOU, anaitwa Aerolink, ambaye pia ametoa support kwa NIT kwa ajili ya kujirejista kwenye IASA kwa ajili ya kozi za usafiri wa anga. Kwa hiyo tumeendelea sana kuwa karibu, na ndio maana kongamano la mwaka huu tunatimiza miaka 50. Kwa wakati huo huo tumefanya kuwaleta hawa wadau karibu. Sasa kama mlivyoona hapo mwanzoni, kabla hatujaingia kwenye ukumbi, tulipita kwenye bunifu mbalimbali za wanafunzi, na kama nilivyosema hapo awali, hizi bunifu tumezileta za wanafunzi, sio za walimu, na tunameleta hizi bunifu ili kuibua vipaji vya wanafunzi. Na Chuo cha Taifa cha Usafiri tunachoifanya kila mwaka, wanafunzi wakifanya hizi bunifu ambazo ni sehemu ya masomo yao, tunaziangalia zile bunifu ambazo tunafikiri zinaenda kujibu matatizo ya Watanzania, na tukisha ziangalia zile bunifu tunaziangalia ili kwa ajili ya kuziendeleza. Na tunachokifanya, tunawaweka hapa wanafunzi walizo bunifu, wanakaa na walimu, tunaita incubation, ili tuzitoe kamba kwenye prototype kupeleka kwenye final product. Sasa nilitoa mfano kwenye transport industry, kuna shida, mtu akiwa na vifaa vingi vya usafiri, kuna kitu jinsi ya kuvimanage, yani ya kuvisimamia. Kuna mfano mmoja, kulikuwa kuna software au mfumo ambao mwanafunzi aliutengeneza ambao unaitwa fleet management, transport fleet management, ambayo ilikuwa kwenye ubunifu. Tukaangalia, tukaona ni kitu kizuri, basi tukambakiza, walimu wakakaa na mwanafunzi wakaendeleza. Sasa hivi ni product ambayo watu wa Tanzania wengi wenye makampuni wanaitumia. Kwa hiyo kwa nia hiyo hiyo, hata hizi mlizoziona leo tumesha zi-identify. Kwa hiyo tutazitengenezea mkakati kwa ajili ya kukaa wanafunzi hawa pamoja na walimu kwa ajili ya kuziendeleza zikapate malengo ya kutatua changamoto za Watanzania. Sisi kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tunafanya kazi karibu na LATRA. Yaani ni wadau, tunafanya nao kazi pamoja. Jukumu letu ni kuhakikisha tuna train au tunamtengeneza huyu dereva awe mahiri barabarani. Hilo ndio jukumu kubwa la NIT, na kuhakikisha kwamba huyu dereva haendi barabarani bila kujua zile competence au skills za dereva zinavyotakiwa. Sasa anapotoka kule, LATRA pia na anatakiwa kujiridhisha. LATRA pia anatakiwa kuweka misingi, kwa sababu kujua udereva kitu kimoja, lakini na mwanadamu mwili kuchoka ni kitu kingine. Huwezi kusema mimi ni mtaalamu sana wa kuendesha, kwa hiyo unaweza kuendesha masaa 24. Kwa hiyo LATRA anachokifanya ni kuangalia huyu dereva ana uwezo wa kuendesha kwa mfululizo kwa masaa mangapi kabla ya kuchoka, kwa sababu hata kama ukiwa mzuri ukishachoka utasababisha ajali. Kwa hiyo sisi na LATRA tunafanya pamoja, tuna complement. Wao wana sehemu yao ya kusimamia, na sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunatengeneza dereva ambaye ni dereva mahiri. Sasa hivi sio tu madereva hawa wa mabasi na malori. Sasa hivi kama mnavyojua, serikali imetupa jukumu la kutengeneza, kuzalisha madereva wengi wa mwendo kasi. Mabasi mengi yameingia mwendo kasi na yanahitaji madereva wengi. Mabasi yatakayoingia sasa hivi yanahitaji zaidi ya madereva 500, na sisi tumetengeneza kozi kwa ajili hao madereva. Na zaidi ya yote, kwenye kozi hiyo ya udereva, mnafahamu kuna ajira ziko Katari na nje ya nchi. Sasa wale wanakuja kuwafanyia mitihani madereva wetu ili kupata hiyo nafasi, wenye sifa wanakwenda. Kwa hiyo kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tumetengeneza kozi maalum kwa ajili ya kuandaa madereva ambao wanatafuta kwenda kuajiriwa soko la nje ya nchi. Tunawapongeza NIT kwamba kazi wanayofanya ni kubwa katika sekta hii ya usafirishaji. Chuo hichi kinazalisha wahitimu wengi kwenye kada mbalimbali, na sisi ambao tuko kwenye sekta hii ya usafirishaji tunafahamu timu wanaotoka hapa. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kazi nzuri wanayoifanya. Tuna mawasiliano ya karibu na uongozi wa chuo, ambapo sisi kama wadau tunawapa nafasi wanafunzi wa vyuo hivi kuja kufanya trainings katika maeneo ya kazi na kuweza kupata ile
hali halisi ya utendaji kazi ambao inatakiwa kwa wanafunzi wanaomaliza hapa. Kweli tulipotoka ni tofauti na tulipo. Ni kitu ambacho kinaendelea kubadilika, kwamba tulipotoka ni tofauti, lakini mabadiliko yapo, yanaonekana ni mazuri, na tuna matumaini kwamba wataendelea kuweza kufanya vizuri kadri siku zinavyokwenda. Eneo yote kusema kweli ambayo wanatoa kozi hapa ni yote ambayo inahitaji kuongeza nguvu na kuweza kufanya vizuri zaidi. Eneo la teknolojia na maeneo mengine yote ni maeneo ambayo yanahitaji kweli kufanya nguvu, lakini hata hivyo ni kwamba tayari kazi kubwa imeshafanyika. Kazi kubwa imefanyika, wanafunzi kama nilivyosema wanaohitimu hapa wana viwango vya juu tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Edith Harold Kisamo ni mhandisi wa ndege ambaye ni mwanamke wa kwanza Tanzania. Miaka 10 iliyopita nilikuwa nimepata kuwa ni mwanamke wa kwanza wa international kupata EASA B1 license. Lakini leo tuko hapa kama wadau katika sekta ya anga, katika private sector ambao tumekuja kuwa na MOU na NIT, na tunawasaidia wanafunzi kubridge hiyo gap kutoka local professionals kwenda kwenye international professional. Kwa hiyo sisi tuko hapa tunaenda kuja kuwasaidia wanafunzi, hasa wale ambao wanahitimu, kuja kuweza kuwa kimataifa zaidi, lakini katika kuwasaidia hivyo kuwa guide, kuweza wajue njia gani ya kupita ili waje kuwa mainjinia wa ndege wa kimataifa. Kwa hiyo mara nyingi watu wanapomaliza shule wanaenda mitaani, wanaweza kuwa wamefanya vizuri shuleni, wamemaliza, wanapata their certificates, lakini wanapokuwa kule nje ya shule wanakuwa kile ujuzi waliofanya hawawezi kuendeleza. Kwa hiyo ule ujuzi ambao wameufanya katika shuleni, sisi tuko hapa kuwasaidia na kuonyesha njia gani ya kwenda, hasa kuwa katika kiwango cha kimataifa, ambapo wanaweza kuwa mainjinia wa ndege sio tu Tanzania, wakawa mainjinia wa ndege katika internationally. Kwa hiyo sisi kama ILOLink tuko hapa kuwajulisha kwamba wanafunzi wataomaliza wanaweza kuja kufanya EASA leseni ya kimataifa ambao ni B1 and B2, ili wakishamaliza katika hiyo leseni ya kimataifa wanaweza kuwa mainjinia katika sekta ya aviation kimataifa zaidi. Hata mimi mwenyewe kama engineer nilianzia huku ambapo nilikuwa ni mechanic, lakini baada ya kufanya EASA yangu nikawa ni engineer wa kwanza Tanzania kupata leseni ya kimataifa katika European Union. Kwa hiyo tuko hapa hasa kwa motivate au wanafunzi na kuwaleta pamoja ili waweze kushirikiana na sisi na kuweza kujua njia gani zaidi ya kupita na kuweza kuwa katika professional ya internationally.